Tusonge mbele, tunavuka katika kaunti ya Kilifi ambapo licha ya wanyamapori kuwa kivutio hasa msimu wa likizo katika mbuga za wanyama na maeneo mbalimbali, wanyama wameendelea kuleta hasara kwa wakazi wa kwa Binzaro na umeitaka serikali kusaidia wakazi wa eneo hilo ambao wamepaza kilio chao kwa serikali kurejesha uzio unaolizunguka bwawa wanalolitegemea kwa maji ya mifugo na matumizi ya nyumbani. Mwanahabari wa kujitegemea Tirian Mwadzaya anaarifu. Wakazi wa eneo la kwa Binzaro wanaendelea kulilia serikali kurejesha uzio wa bwawa la maji baada ya ndovu kuvamia na kuharibu uzio huo. Wanasema uvamizi wa mara kwa mara wa wanyamapori umeathiri vibaya shughuli zao za kilimo na kuwanyima mavuno ambayo ndio msingi wa maisha yao. Wakiongozwa na Beatrice Nyongesa, wakazi hao pia wanaitaka serikali ya kaunti kuharakisha ujenzi wa shule ya eneo hilo, wakisema elimu ndio njia pekee ya kuepusha watoto kuangukia mafundisho potovu, hasa baada ya majeraha ya kiimani yaliyokumbwa katika tukio la Shakahola miaka 3 iliyopita. Grade 6 hawana darasa, hata hatujui watasomea wapi, hatujui. Sasa tunaomba kupitia kwa county government ya Bwana Mung'aro, muone vile mnaweza tusaidia tupate hiyo darasa. Mvua inaweza nyesha ipate watoto nje. Kwa upande wake, John Mjimba anasema jamii ya kwa Binzaro imetengwa kwa muda mrefu na anatoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali kuingilia kati ili kuboresha maisha na kuinua uchumi wa eneo hilo. Shughuli za mashambani sasa hazifanyiki. Kwa mfano sasa mvua imenyesha, lakini sasa ukiangalia mashamba utaona kwamba hayajapandwa mimea, ni kwa sababu ya uharibifu au ndovu. Kwa hivyo watu wamevunjika mioyo kiasi cha kwamba imekuwa sasa kana kwamba shughuli hizo haziendelei. Kwa hivyo ndovu wametuharibia upande wa uchumi wa mashamba, na pia hata shughuli zingine kama vile wakaji wa hapa Binzaro wa shughuli zao ni za kuingia msituni na kutafuta kuni na kuuza. Lakini sasa hata hiyo biashara ya kuni pia haifanyiki kwa sababu ya kuogopa, manake ndovu wanaua watu. Tayari tushasika watu kadhaa hapa kijijini ambao waliuawa na ndovu. Kwa sasa wakazi wanataka hatua za haraka, uzio uregeshwe, shule ikamilike na maisha yao yarudi katika mstari wa usalama na maendeleo. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Tirian Mwadzaya.